Bana, kwa majina naitwa Vincent Pendaeli Njau. Nimetaja majina yangu kamili kwa sababu video hii naipeleka moja kwa moja kwa serikali. Na video hii pia ni maalum kwa ajili ya vijana. Kuna kitu ambacho kinanijia kichwani wakati mwingi. Nasema kwa nafasi yangu nitafute pengine appointment na mawaziri watatu, lakini nimeamua kutanguliza hii video kuleta uzito zaidi. Lakini mwisho wa yote, natamani sana mimi kama Kiredio kukutana na mawaziri watatu. Niwe na kikao na mawaziri watatu. Waziri wa habari na mawasiliano, waziri wa sanaa, burudani na michezo, pamoja na waziri wa vijana. Na hii ni kwa ajili ya kuwasaidia vijana waweze kujiajiri kwenye upande wa sanaa. Vitu ambavyo ambavyo tuseme ninavyo ni vitu ambavyo tukisaidiwa na serikali yetu tunaweza kutengeneza ajira 100,000 kwa vijana. Sababu vijana tatizo kubwa ni kwamba wengi hawana ajira. Nina imani tunaweza kutengeneza ajira kwa vijana tukiwawekea mifumo sahihi. Kitu ambacho tu nitawaasa vijana wenzangu, waache kubeza vitu. Sanaa ina hela. Mtu unaweza ukasema hivi kwenye interview, wakasema subiri uumwe. Hapana, mimi kama nina milioni 20 sasa hivi nikiumwa, milioni 20 ikiisha na sijapona, nitarudi tu kwenu kuomba msaada. Sanaa ina hela. Kiredio ameanzia hapa, sasa hivi tunamwona yuko hapa. Ndaro kaanzia hapa, sasa hivi yuko hapa. Kwa nini hawa wanafanya video za YouTube? Ni kwa sababu kuna hela. Sasa bado kwenye upande wa content creation kuna nafasi zaidi ya 100,000 ya vijana kuwa matajiri au kutengeneza ajira. Bahati mbaya zaidi nimekuja kugundua kwamba vijana wengi wanaamini kwamba content creation ni kuchekesha. Hapana. Kwenye content kuna vitu vingi sana. Kuna utalii, unaweza kufanya content za utalii tu na ukaingiza hela. Unaweza kuwa dancer, ndo content creator ambao unafanya dancing ukaingiza hela. Unaweza kufanya content za mapishi, unaweza kuwa traveler, wewe kazi yako ni kuzurura tu, kutengeneza content leo Njombe, kesho Mbeya, na ukatengeneza hela. Kwa hiyo nafasi ipo kubwa sana. Kuna mifumo tu baadhi ambayo labda pengine inatufelisha, ambayo serikali yetu sasa inabidi tusaidie. Inatusaidiaje? Lazima tukae na viongozi wetu tuwaambie, baba, kuna 1, 2, 3, naomba mtusaidie. Kwa sababu ni ngumu pia baadhi ya vitu kumuendesha kijana kwa katiba labda 1977, kijana wa 2000. Hapa baadaye mitandao yamekuja yamebutuka. Ni uongo. Kuna vitu inabidi virekebishwe, lakini pia kuna mifumo ambayo inabidi iwekwe, kwa sababu kama hii video anaangalia mtu yoyote wa serikalini, kuna mjadala mkubwa sana upo katika wiki hizi mbili kwamba kuna streamer maarufu anaitwa Aishospeed anafanya tour yake Afrika, lakini kwenye nchi zote Tanzania ameiacha, East Africa ameamua kwenda Kenya. Kwa nini Kenya na Tanzania ni nchi kubwa zaidi? Sasa hiyo mjadala vijana wanajadili, mnaweza mkaiona ni kawaida, lakini sio kawaida. Ni mijadala ambayo ikisikizwa kwa makini, vijana wakatoa kero zao, ikisikizwa kwa makini hizo kero, hawa vijana wanaweza wakajiajiri na mkajikuta hamgombani na vijana kabisa, kwa sababu mtatengeneza ajira nyingi sana. Sasa hivi Facebook inalipa, TikTok inalipa, lakini TikTok imekuwa na changamoto. Fedha za TikTok unazitolea PayPal. PayPal Tanzania hakuna, lakini Kenya wanayo. Kenya wametuzidi hapo. Sasa unajikuta mtu ili atoe hela yake TikTok, lazima atafute rafiki wa Kenya, aitoe hela yake Kenya ndio itume kwa M-Pesa Tanzania. Kuna mifumo tu ambayo haijakaa sawa Tanzania. Ikiwekwa sawa, hawa vijana wengi wanaweza kutengeneza ajira. Mimi ningesema moja ya sababu ya Aishospeed kutokuja Tanzania, ambayo hata sisi inatukumba, Tanzania kumekuwa kuna official, yani tunasema tu official viongozi wetu, content creator, ukitaka kushuti eneo lolote Tanzania unadaiwa kibali. Labda ushuti pale kwako na maeneo mengine tunaibaiba tu. Video zote tunapandisha ni kwamba hata mimi nafanya makosa kisheria. Mimi kuna video nimezifanya kabisa nimefanya makosa kisheria, lakini sasa kuna vitu inabidi uforce. Kwa mfano, ukitoka hapa sasa hivi kaenda kushuti Mlimani City, unadaiwa kibali. Unaambiwa toa kibali. Una kibali cha kushuti hapa ndani. Hapo inabidi udini na Mlimani City kutafuta kibali cha Mlimani City. Ukitoka hapo, ukiwa unatengeneza video yako ya siku, unaenda labda kwenye mwendo kasi, unakamatwa, unaambiwa una kibali cha UDAT, wao wanaosimamia mabasi ya mwendo kasi. Ukitoka hapo, ukienda labda kushuti kwenye daraja la Tanzanite, unakamatwa, unaambiwa una kibali cha TANROADS. Inaumiza sana. Yani ni bora uweko mfumo ambao hawa content creators watasajiliwa. Wakishasajiliwa babu, hawa content creators wakishasajiliwa, tunajua bisa kwamba huyu ni content creator anashoot. Lakini ni bora uweko mfumo ambao hawa content creators wanaweza kujisajili, wakishajisajili wakatambulika kwamba okay, huyu ni content creator, mwache ashoot. Na kwenye kujisajili huko atapewa tu maeneo muhimu ambayo kweli hatutakiwi kushuti. Kwa mfano, utaambiwa uruhusu kushuti benki,
uruhusiwi kushuti labda jeshini, uruhusiwi labda kwenda kushuti labda maeneo ya karibu na Ikulu, ni sawa. Lakini kwamba hii kile unapoenda lazima uwasiliane. Oya, Asma juzi anashuti video yake ya kufungua duka sokoni Mabibo, amekamatwa. Asma amekamatwa na watu wa soko kwamba una kibali cha kushuti hapa sokoni, lazima uone sijui. Sasa kila tunapoenda tunashuti, hawa vijana wengine hawa hawatopata huo moyo wa kufanya hiyo kazi. Kwenye sanaa kuna hela. Mimi video yote ninayoitengeneza, hata hii video niliyoipandisha hii, inaniingizia hela. Unajikuta video kama hii inaingizia bado $10, ni 20 na kitu huko, 24. Kwa mwezi natengeneza video ngapi? Napata matangazo mangapi? Kwenye sanaa kuna hela, lazima tuweke mifumo mingine iwe mirahisi zaidi. Sasa mimi nina pointi nyingi, nina pointi hadi moja nimeiona sana Kenya, nimeiona Nigeria. Kuna policy moja inaitwa cashless policy. Yaani ni polisi, ni sera ambayo serikali za Nigeria zimeona kwamba okay, maeneo ya mijini hakuna kutumia cash. Lazima utumie kadi ya benki. Hapo tunaingia masuala ya Visa card na Mastercard. Kwenye sanaa hichi kitu ni muhimu sana. Siwezi kukielezea hapa, lakini naamini nikikaa kwenye kikao na mawaziri, nikawaambia kuna 1, 2, 3, watatusaidia sana. Lakini lingine nilisemea ni swala la network, swala la internet. Internet yetu sio ya uhakika Tanzania. Kuna kipindi wakati Nape alikuwa ni waziri wa habari, alisema kwamba Starlink, ile kampuni ya Elon Musk, imekaa na serikali ya Tanzania. Lakini serikali ya Tanzania kuna vitu wakawaambia Starlink wavifanye, ambavyo sasa hapo ndio kwa wameshindwana, wakaachana hapo. Lakini niwaambie ukweli wa dhati kutoka moyoni, kama kuna maongezi yatafanyika na Starlink ikapatikana Tanzania, yani mnaweza mkawa tu vijana wanapata internet, lakini mkajikuta vijana wengi wako busy kwenye kujiajiri kwenye content, kwa sababu wana internet ya uhakika. Content nyingi sana nzuri zinapatikana vijijini. Content nyingi sana ziko ndani ambako huko ndo kuna changamoto ya internet. Sasa ni ngumu kusema hatuna streamers au wewe streamer unataka kustream safari yako kutoka hapa kwenda Morogoro. Hapo katikati stream itakuwa kwa sababu hapo katikati kuna mahali tu network haipatikani. Kwa hiyo kuna mifumo ambayo serikali ikiweka mathubuti, haki ya Mungu hawatogombana na vijana kabisa. Vijana wengi watakuwa busy, ushindani utaongezeka, sanaa yetu itakuwa kubwa sana. Tusidanganyane jamani vijana. Kuna hela, huku kuna hela. Kuna content creator mmoja, yeye mwenyewe anatengeneza hela na anasemaga ana hela, lakini watu wanamkomentia vibaya. Anafanya investment zake nyingine, Asma kafungua duka lake kwa sababu kaitoa hela kwenye sanaa. Hela ipo, tuache kubeza vitu. Serikali yetu, mijadala yoyote inayohusiana na sanaa tusiibeze, itatusaidia. Baada ya kusema hayo, niseme tu vijana, kuna nafasi zaidi ya watu 100,000 kuwa mastaa Tanzania kama wakijiajiri kwenye sanaa. Na mimi nipo tayari kuwafundisha watu kwamba fanya hichi, utajiajiri na utatengeneza fedha na utakuwa na maisha ambayo unawaona wasanii kwenye mitandao wanayo. Inawezekana. Lakini mwisho kikubwa, serikali yangu, kama nitapewa nafasi ya kukutana na mawaziri 3 wa habari na mawasiliano, sanaa, burudani na michezo, pamoja na waziri wa vijana, wallahi tutawasaidia vijana wengi na tutatengeneza ajira nyingi. Kuna vitu vingi sana vya kuongea ambavyo vinatukwamisha sisi vijana. Siwezi kuvisema vyote kwenye video, lakini vijana wengi hata ambao mnawaona mtandaoni wameshakuwa wakubwa wanakwama. Diamond Platnumz mwenyewe kuna mifumo tu ambayo inamfanya ashinde kuuza nyimbo zake. Watanzania washinde kununua. Kwa sababu gani? Watanzania wanashindwa, wananunuaje nyimbo? Wanatumiaje Visa card na Mastercard? Sasa kuna vitu hivi vifanyike na serikali. 1, elimu; 2, sera; 3, kuna baadhi ya vitu hivi vipunguzwe ili wengi tujiajiri, wengi tufaidike. Hilo ndo ombi langu, kama nitakubaliwa na kama video yangu itafika serikalini, nikipewa kikao hicho nitashukuru sana. Vijana, kuna kila nafasi ya kuwa star, kuna kila nafasi ya kutengeneza hela kwenye mitandao ya kijamii. Be positive, fanya kazi, muamini Mwenyezi Mungu.